tiini amri zangu na mjilinde wenyewe kila wakati. Kuna mtu mwenye swali? Touch grab. Tunakwenda kwanza round ya kwanza, wasaidizi wote nje ya ulingo. Ni pambano lingine ambao wanakutanisha mabondia kutoka Tanzania na Kenya. Stephen Olang ni bondia wa namna gani, Aidan? Yes, kimsingi ni moja kati ya mabondia ambao wamefanikiwa kupata misingi ya amateur boxing kwa miaka mingi sana kabla ya kuamua kutani professional kuja kwenye pro. So ukiangalia style yake ya uchezaji ni style ambayo ndani yake na hiyo mizizi ya amateur. Nimepata nafasi ya kutazama baadhi ya fights zake. Ni bondia ambaye of course ni mwepesi, ni body puncher mzuri sana pindi ambapo anapata nafasi ya kuingia kwenye pocket. So ni pambano ambalo ninaamini inakwenda kutupatia matchup ya boxing nzuri sana, kwa sababu Anwar Mlawa ni mmoja kati ya mabondia bora ambao tuko nao, ambao bahati mbaya watu bado hawaanza kumtazama vizuri. So nafikiri ni matchup ya mmoja kati ya fights bora usiku wa leo. Nzuri na tamu kulitazama stance hiyo ya Southpaw. Ukiangalia kwa upande wa Anwar Mlawa akipambana na ndio kwanza raundi ya kwanza akionekana wote wawili kuendelea kusomana. Pacman body punch nzuri. Tumwangalia tukimzungumzia kama Mlawa ni bondia ambaye ni mzuri, ambaye bondia ambaye anatumia sana hesabu nyingi sana, akurupuki. Kama wakipiga jabu unaiona, right unaiona, na ukimwangalia hata mpinzani wake ni bondia ambaye wote wanalingana, hata uchezaji wao wote hamna mtu anayekurupuka, yani wote ni watu wa mahesabu. Kwa hiyo nadhani ni fight itakuwa ni nzuri kadri inavyozidi kwenda. Mlawa akimtafuta vizuri sana, kwa sababu unamuona hapo Stephen Olang ni kama anatafuta pia body punch hizo, kitu ambacho Aidan nimegusia na kusema kwamba ni moja kati ya body puncher wazuri. Ukisikia hivyo ni kwamba aendapo akilishambulia eneo lako la chini ya mwili, kwenye mbavu, kwenye tumbo, ana power au ana nguvu ya kuweza kukushughulisha na kukata pumzi. Lakini Anwar Mlawa kama ambavyo unamuona, utulivu ni moja kati ya sifa yake kubwa, kama alivyoeleza hapa kwa uchache tu Pacman. Lakini je, vyote hivyo vitakuwa na msaada kwa wakati huu, wawili hawa wakiwa ulingoni hapa? Raundi ya kwanza, utulivu mkubwa kwa kila mmoja, akiwa anajaribu kuhisi au kuvuta ile pancha mwenzie na kujua uzito wake. Nwara ilienda kwa ukaribu, lakini imekuwa ni nzuri hiyo kwa upande wa Stephen Olang, kwa sababu alirudi nyuma. Angalia hiyo pia. Na moja kati ya mambo ambayo Anwar kama atafanikiwa kuyafanya kwa mwendelezo, basi ni hiyo southpaw jab yake. Anwar ni moja kati ya mabondia ambao wana southpaw jab nzuri sana, so kama akiweza kumaintain hiyo na kuifanya kuwa na mwendelezo, inaweza kumsaidia muda mwingi kumfanya Olang kuwa haingii ndani au haingii kwenye punching range mara nyingi sana, na moja kati ya southpaw jab nzuri sana Anwar Mlawa. Nasibu ulikuwa unaendelea kuzungumza. Southpaw akitulia ndo naweza ukampa shida, lakini kama anavyocheza Mlawa ni anacheza sahihi zaidi yani. Acha tuone kwenye raundi hii mambo yatakavyokwenda kwenye raundi ya pili. Je, vitu vitakaa, mipango itaenda kama ambavyo kona zao zimewaeleza, au bado mambo yatakuwa ni magumu vile vile? Acha tuone. Nwara kiingia jab moja na left hand yake ambao ame connect vizuri. Ameenda tena kumjaribu kumpitisha kwenye majaribu mazito kiasi kwa kumfuata zaidi. Anatoka vizuri sana wakati alikuwa anamvizia kwenye kona, akamwambia mimi natoka kwenye njia hiyo hiyo ulioziba.
mkuku katoka kwenye kona kama kipanga na akampeleka pale. Gilbert alitumia straight left hand yake kutoka kwenye eneo la hatari. Huwa atafundishwa unapotoka haupaswi kutoka tu mikono mitupu, toka aidha kwa jab, piga jab ndio unatoka, au tumia ngumi nyingine yoyote ambayo itamdiscomfort mpinzani. Ndicho ambacho anafanya pale Anwar, alitumia straight left hand yake kutoka kwenye eneo la hatari. Haya, tuangalie namna ambavyo alikwepa vizuri na kuconnect na left hand yake Mlawa na box vizuri sana kiukweli. Ukiangalia fundi unaonekana tena hiyo Mlawa akiendelea na body punch, akimpeleka pia na left hand, akitafuta kichwa kile body punch pia. Tuna hapa kati namwambia hamna kitu bro, jitahidi kidogo. Haya, je, atakuwa na uwezo huo wa kuendelea kuzifyonza hizo punch na kumwita Anwari? Mpaka sasa ukimwangalia kwenye raundi hii hapa ya pili, Anwari ameendelea kutengeneza utofauti, lakini anakuja sasa kwa spidi hiyo Steven Olang naye pia anakuja uzuri sana akiwa anamfuata zaidi. Hiyo pia mwisho kwa ni right hand nzuri sana ambayo alikuwa imeenda kama low uppercut hivi. Kazi Anwar Mlawa kuwa anaingia kwenye punching range kirahisi kama hivyo, anapiga hizo straight left hand leads kama hizo, ni kwa sababu Lang amekuwa hatumii jab yake muda mwingi, so imekuwa ni rahisi kwa Mlawa kuwa anaingia ndani kupata nafasi ya kupiga body shots kadhaa, zile uppercuts za tumbo. Nimeona pia hiyo left hand lead yake kwa raundi mbili zilizopita imekuwa ni best punch kwa upande wa Anwar Mlawa. Kitu ambacho kipo hapa, Mlawa mpaka sasa hivi bado yupo kasimama katika staili yake ile ile na bado anacheza vizuri zaidi, na nilitamani kumwona huyu Steven Olang akiwa anaanza na mkono wake wa nyuma, kwa sababu southpaw ili umchanganye ni lazima mkono wako wa nyuma uanze, sababu ndo anapotokea. Ningeona angefanya hivyo, aone, angejaribu ili aone kinatokea nini, lakini naona bado anataka kusimama sehemu moja na jabu yenyewe haifiki. Lakini Mlawa naona kabisa zile jabu zake anazopiga zinampa faida, kwa sababu anaunga ngumi, anapiga jabu, anaunga na ngumi zingine zinazidi kumchanganya na kumtoa katika target zake ule Olang. Haya, raundi ya tatu hiyo, unapata uchambuzi kutoka kwa Nasib Ramadhan Pacman, ndiye ambaye spidi ni sifa yake, kutafuta mbavu ni sifa yake, uvumilivu ni sifa yake nzuri sana ambayo ameipeleka pia. Anwar Mlawa anajiita Beast El General. Namuona zaidi pamoja na Steven Olang, namna ambavyo anaingia ni kama haufi chochote. Unaona kama gadi yake iko chini au mikono iko chini kwa muda mwingi. Aidan, ni nini? Of course yuko sahihi, amekuwa anapotafuta nafasi ya kuingia kwenye umbali wa kupiga ama kuingia ndani, anaingia mara nyingi zaidi huku mikono iko chini, lakini pia anapoingia huone akiingia na jab kujaribu kumvuruga Anwari. Sio imekuwa ni rahisi kwa Anwari kuona kila tendo ambalo Olang anajiandaa kulifanya akiwa anaingia kwenye punching range. Jaribu kuna na body punch, lakini bado hauoni taratibu. Wanasema wakati unaenda kushambulia, basi hakikisha lazima uwe unakumbuka ni aina gani ya ulinzi ambao umeacha kwenye eneo lako. Body punch nzuri sana ambao ameenda nayo Olang, akimweka kwenye kona, jaribu kumweka kwenye kona hapa Anwar Mlawa, na labda ndio mtego ambao anautengeneza hapa Steven Olang, lakini yeye sasa ndio kawekwa kwenye kona, katoka jabu ameendelea nayo. Na kitu nilichokiona kwa Olang, anapenda kubane ndo aweze kucheza, ndo anapata huo muda, lakini akishakuwa yupo katikati anakuwa ana confidence ya kucheza. Akiwa yuko pembeni huko ndo anaweza kubana na kupiga ngumi zake zile ambazo yeye anazitaka. Yaani anapenda kupigana, akubane mpigane. Ile footwork ya Anwar ambayo Aidan ulizungumza hata kwenye face off
mpaka sasa unaona ni kwa kiwango gani imekuwa ikimnufaisha, maana naona ni kama amekuwa na kilazimisho zaidi kwenda kwenye hizo kona, ambapo Steven Olang naona kama anaenda kunufaika nazo. Angalia pia hiyo left hand ambayo ilikuwa imeenda kwenye round ya pili, ikiwa kwenye round hii ikiwa inakamilika. Yes, na kimsingi unajua moja kati ya mambo ambayo wengi huwa hatujazungumzi sana kuhusu footwork. Huwa footwork wengi tunaamini ni ile kutembea. Ndio footwork ambayo mimi nimezungumzia kwa upande wa Mlawa. Ni mzuri kwenye kubalance ama kumaintain balance ya mwili, either akiwa anapelekewa pressure au akiwa anaingia na kutoka kwenye range ya kupiga. So ni moja kati ya mabondia ambao wana uwezo mkubwa sana wa kubalance ama waamini wa kumaintain ile balance ya mwili akiwa kwenye motion. Tukiendelea kushuhudia mapambano mbalimbali leo hii, mwisho wa mwezi tunaendelea kufunga vizuri tu. Mwezi huu Julai hakika umekuwa ni mwezi wa boxing, lakini mambo mengi mazuri yanakuja. Endelea kufuatilia Azam TV. Anwar akiwa amejaribu connect. Olang ni mzuri kwenye kuja zaidi, anamfuata na ana uwezo wa kungamua haraka sana. Unamwona akiingia anatoka in out hizo, keep distance. Umezungumza vyema sana. Ukiangalia plan ya fight ya Olang ni kumlazimisha kuforce hii fight iende kwenye kona, kwenye kamba, lakini bahati mbaya sana ni kwamba amekuwa anashindwa kumbananisha, yani kumbana Mlawa ashindwe kuwa anatoka. Mara nyingi anafanikiwa kupeleka fight kwenye kona, kwenye kamba, lakini huone akimbana kiasi cha kumfanya Mlawa hawa anashindwa kutoka kirahisi. Kama hapa amemsimamisha, lakini huone akianzia chini downstairs. Unapomweka mtu amesimama kwenye kamba au kwenye kona, lazima pia uanzie chini ili kumforce asiwe anatoka kirahisi, lakini kwake imekuwa sijaona hizo body punches za kutosha kiasi cha kumfanya Mlawa anabakia kwenye kona au kwenye kamba. Ndio kama hivyo akilazimisha kwenye hilo eneo, lakini bado nataka wacheze kwa ukaribu zaidi anapokuwa kwenye kona, kwenye kamba, na asishindwe au Anwar ashindwe kutembea mbele ya left hand pia ambayo imeenda moja kwa moja. Olang kadri raundi zinavyozidi kwenda namuona kabisa Olang anazidi kubadilika. Kuna wakati alikuwa apigi ngumi, kuna wakati alikuwa afunguki, lakini sasa hivi anafunguka na anajaribu kutoa pressure, japo kuna wakati analazimisha Anwar kaipeleka tena nyingine hiyo, akipeleka mguu wake wa kulia, lakini vile vile akiwa kama anatoka kwenye hiyo engo akawa anashindilia hiyo right hand yake, lakini haijawa nionyesha, hawajafyonza zile nguvu alizonazo. Olang bado yupo imara, akiweka mguu kati, ngoma mbichi, mambo yakiendelea kama kawaida. Tafuta jabu hizo ambazo zimekuwa kwa hewani, jab wote kubadilishana hizo, onyesha ufundi wa jab. Snap mzuri sana hiyo. Ile back foot pia ya Olang ni nzuri, ana uwezo wa kutumia, kwa sababu kurudi kwa haraka, kutumia mguu wako wa nyuma unakupa balance, si kitu chepesi. Na sio kila bondia anakuwa ni mzuri kwenye kucheza na mguu wake wa nyuma. So anafahamu Nasibu mwenyewe, huwa ni kitu ambacho sio kila mtu anaweza kufanya. So ukiona bondia kama hivyo anakuwa na uwezo wa kutoka ama kumove na mguu wake wa nyuma vyema, ni jambo ambalo pia unapaswa kusifia ile footwork yake. Hakika ikiwa ni raundi ya 4 ambayo imekuwa ya namna yake. Nasibu, nini ambacho umekiona zaidi? Kadri raundi zinavyozidi kwenda, ndo nimesema hivi, namuona huyo Olang anabadilika, anarusha ngumi, anapigika yeye, lakini mabondia wote wazuri ambao wenye mipango, kila mtu ana mipango yake. Hii ni knockout ya mama season 9 chini ya Mafia Boxing Promotion. Zilishapita nyingine nyingi knockout ya mama, na hii ni nyingine ya kuacha alama ya kipekee kwenye sura ya michezo Tanzania. Viongozi wa serikali wako hapa bila shaka yoyote, lugha nyepesi ambayo unaweza ukazungumza wakiangalia ile nguvu ya vijana hawa kuendelea kulitangaza taifa ni ya namna gani.
naibu waziri wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo Hamis Mwinjuma yuko hapa, alikuwa akiteta jambo pia na Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Tusahau mgeni rasmi ambaye yuko hapa, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Pambano ambao nalishuhudia kwa hivi sasa ni Anwar Mlawa kutoka Mafia Boxing Promotion Tanzania dhidi ya Steven Olang kutoka pale Kenya. Haya, kiendelea na mchezo ule ule, ikiwa kitumia mguu wake wa nyuma kuondoka mara nyingi zaidi, kijaribu pia kuitengeneza jabi yake kama hivyo nilivyokuambia kwamba ni mzuri sana kwenye kutumia mguu wake kurudi nyuma. Anwari kapchua nafasi, gadi ikiwa juu anamfuata, anamwambia mimi nakuja tu, twende, nikifika na mimi nitakujaribu tuone una uwezo wa kuvumilia. Kwenye kona kampeleka, nimekwambia kwamba hii Anwari kafanya kitu kizuri sana, uwezo wake wa kunyumbulika mwili wa juu na kutikisa kichwa umempa nafasi. Na nilizungumza hapo kabla, Olang amekuwa akifanikiwa kupeleka fight kwenye kona, kwenye kamba, lakini baada ya kumpeleka Mlawa, ninafanya nini? Nishamkamata mwenzangu yupo kwenye kona, kwenye kamba, nafanya nini? Ndio kitu ambacho nafikiri kwake kimekuwa kikipungua. Uoni akimbananisha na kumfanya Mlawa akae muda mrefu kwenye hilo eneo na kupata nafasi ya kuconnect punches zake. That's why imekuwa ni rahisi kwa Mlawa kutengeneza hizo angles za kujilinda na toka kama hivyo. Uoni Olang akitumia zile body shots, zile hooks za chini au uppercuts kwenye eneo la chini la mwili kumfanya mtu aendelee kuwa pinned asitoke. So imekuwa ni rahisi kwa Mlawa kuwa anategua mitego na kutoka kwenye maeneo ya hatari kwa upande wake. Haya, cha tuone itakavyokuwa. Amuga tena kwenye kona. Je, ataweza kuchomoka namna gani? Mlawa kuna kitu nitauliza hapa, hii ni jiwe Pacman. Ni kwa nini imekuwa ni rahisi kwa Mlawa kutoka kwenye kona mara nyingi? Unajua kila mtu jinsi anavyocheza. Mlawa mpaka kwenda kwenye kona anaenda mwenyewe, sio kama analazimishwa. Ndio maana ana uwezo wa kwenda na kutoka kwa uharaka, kwa sababu alazimishwi. Unajua mtu kilazimishwa ndio anakuwa mtu anakupiga anavyotaka, lakini anaenda mwenyewe kwa akiwa akiamini anakutegea wewe. Ukifika arudishe mguu wake wa nyuma arudishe nyuma ili azunguluke. Kwa hiyo ninakuwa ndio anamkuta Mlawa azimpate hizo punch akiwataka kwenye kamba, kwa sababu kwa mapendekezo yake hajalazimishwa kule. Na mimi nadhani amechagua kuwa anakwenda kwenye kamba kwenye kona kirahisi, kwa sababu amegundua Olang nyakati zake bora au muda ambao anapata nafasi ya kurusha punches zake ni kwenye muda ambao yeye anakuwa amesimama, kwa ni mtego wake kutafuta mashimo ya kufanya counter punching. Ya kufuatilia matangazo yetu haya kupitia Azam TV, Omar Katanga mwana masumbwi mpya ameachana na ulinda mlango, sema tutakuwa akisimamia pia kwa upande wa studio tukuletea matangazo haya kutoka hapa Superdome Masaki, Dar es Salaam. Haya, raundi ya 6 kati ya zile 8 inaendelea. Anwari Mlawa dhidi ya Steven Olang. Anwari ni huyo ambaye gloves zake ni nyeupe na Olang ni huyo mwenye gloves zake ambazo ni nyeusi. Kiendelea, gadi kiwa juu lakini imepenya ile, kimtafuta Olang akitafuta kwenye kona lakini ametoka. Saizi karudi yeye, body punch pamoja na right ameconnect vizuri sana kuanzia chini kwenda juu. Il power ya Anwari unaipima namna gani? Pia Aidan ikiwa wakati huo anaonekana kabisa kama anapiga hizo combination, akijaribu kutafuta huo kwa amezuiwa mkono wake kwa namna ya tofauti, na wakati huo Olang akaitumia land punch. Kuna izungumzia ile nguvu ya Anwari mpaka sasa kwa kile ambacho anakifanya, inamtikisa Olang. Of course kwa jicho la kawaida, ukiangalia jicho la kawaida pengine ni kama hauoni ile punching power ambayo niliona kwenye fight yake iliyopita ambayo alishinda kwa ilikuwa ni technical knockout kama ndio sijakosea. Ndio maana pengine imekuwa ni rahisi kwa Olang, bali na kuwa amekuwa akitana na punches akiwa njiani kuingia ndani, akiwa njiani kupush inside fight,
lakini bado hauoni akiwa na sita pengine. Still ameendelea kupush ama kumsukuma Mlawa na kuforce your inside fight. So inaonekana pengine labda ile punching power sio kiasi hicho, kiasi cha kuweza kumsumbua na kumfanya asiwe comfortable kwenye kuforce your inside fight. Ugumu hapa mano hili, nafikiri pia nidhamu ambayo ameitengeneza Anuari Mlawa kwa Olang ndio kitu kikubwa ambacho nakiona, kwa sababu ukiangalia kwenye mapambano yake 6 aliyoshinda Stephen Olang, 5 ameshinda kwa KO. Kwa hiyo inaweza kawa moja kwa moja anaelewa anacheza na mtu wa namna gani, ndio maana hataki kujiacha zaidi labda akimwangalia. Lakini hapa pia Olang anatafuta kuendelea kutunza rekodi yake ya kutopoteza pambano. Maana rekodi ni unaweza kusema ni kwa asilimia 99 ya kupata KO. Mapambano 6, 5 umeshinda kwa KO na hujapoteza pambano lolote lile. Left hand ambayo imeondoka patupu ya Anuari, kiendelea kuitumia footwork pia. Mwisho wa round ya 5. Nimemwona Holland akiwa anajaribu kuforce baadhi ya raundi, lakini Mlawa anaweza kujilinda kwa namna moja au nyingine. Sometimes asiweke gadi na akatumia mwili wake na bado ngumi zisimpate. Ina maana na huyu, lakini Holland anajaribu kupush, lakini anakuta hamna faida, anapush lakini hakuna kitu anachopata, na bado anapata changamoto. Amekuwa akifanya vema mara zote. Round ya 7. Raundi ya 7. Jab kitumia Olang kwa wakati huo. Anuari kama mtoka ndio kutokea kwenye upande wa kushoto ule, na pia amekazana hapo body punch hizo ndo ambazo amezikaribisha, lakini imetoka. Olang kukaribisha hadi gavu imechanika, anakuwa na uharaka zaidi wa kufanya hayo matendo kwa sababu anajua, na anaonyesha bila shaka gloves ile kuna kitu hakijakaa sawa sawa. Gavu imechanika. Haya, round inaendelea kwa dakika zile ambazo zimesalia, wanaanza upya dakika. Wanaanza upya. Yaani round inaanza kwa dakika zile au dakika zile zilizokuwa kati. Walivyoishia kwa sababu time ilisimamishwa tu. Haya, na sisi unaona muda wetu hapo umeanza kuhesabiwa tena. Kiingia sasa ni kama amekuja na nguvu ya ziada hapa Olang, lakini amekutana nayo kapteni nzuri sana ambayo anamweka mbali pia Anuari. Olang pia kuja kwa nguvu, lakini Anuari ni kama anazikataa, hataki kumkaribisha. Kienda kwenye kona, sehemu ambayo Olang amekuwa akihitaji zaidi, akifuga ile right hand yake. Ukiangalia bado hajaichomoa huyo hapo. Na sijoni kwa nini hiyo right hand ya Olang, bali na kuwa kuna baadhi ya nyakati mazingira yanakuwa ni rafiki, haitumii. Kwa nini Nasibu? Sijaelewa kwa nini, ndio maana nilitamani hata mara moja nione akianza nayo, lakini naona ni mwendo wa ajabu, labda sijajua kwa nini lakini ilikuwa ni wakati mzuri sana wa kuitumia, sababu hata ukiwa kwenye kamba ndo ngumi ambazo unazotakiwa, mpinzani wako akiwa kwenye kamba ndo ngumi ambazo unazotakiwa kuzitumia, lakini sio uanze na jabu. Na jabu lazima mtu atainama, utamkosa kama hujaanza hiyo ngumi yako ya nyuma ya mwisho. Aza hapa kati, kwa sababu mtu lazima aje chini, atakufuata tu. Bado kiendelea kutafutana hiyo right ambayo amezungumzia, amejaribu kuitoa hapo kwa ukaribu zaidi. Anuari pia anajibu mapigo. Stop. Naona alikuwa Anuari Mlawa yanguka vizuri sawa. Na referee anasema uma vizuri sawa, kisha anaweka sawa sawa. Anacheka tu Olang, sijui ampewa maelekezo gani, naona anafurahi. Uzuri ni kwamba Kiswahili anaelewa. Raundi ya 7 imekamilika. Raundi ya 7 imekamilika. Nasib, hebu tuambie kile ambacho umekiona kwenye raundi hii ambayo walikuwa wamepumzika baada ya kurudi
kitu gani cha ziada ambacho kimeonekana? Nimemwona huyo Lang akiwa anapush sana na anajaribu kumkamata mpinzani wake. Jinsi walivyopumzika na walivyorudi tena, bado aliona ana nafasi ya kuweza kuichukua hii raundi. Wote ni mabondia wazuri na wote yani ni mabondia ambao wanatupa burudani kwa siku ya leo. Wasiwasi unaanza kukuja kama usipomaliza pambano mapema, lakini mpaka sasa naona pia vile bila shaka kwamba Anwar amekuwa kwenye wakati mzuri kwa namna ambavyo amekuwa akicheza. Sahihi, na kimsingi Olang anapaswa kuongeza hiyo kasi yake ya pambano na kutumia hii raundi ya mwisho, dakika 3 za mwisho za raundi ya 8 kuwashawishi majaji kwa mara ya mwisho. Kama ukitazama ni kama ameingia kwenye kona, lakini wamerudi tena kati. Pivot vizuri sana hapo, Anwari akimtoka ile kuangalia raundi hii ya 8 na ya mwisho. Body punch ambazo zimeenda, body punch nyingine sindikiza pia na straight punch ambayo kutumia jab yake hiyo. Anatumia kuondoka. Angalia namna ambavyo kikaa naye karibu, ni mtu hatari sana huyo Lang. Anatoa ile punch kwa hapo, lakini ikiwa ina power sana. Yani bora ile akiweka distance, unaona kwamba kwenye jab zake kuliko vile ambavyo akiwa karibu na wewe, na ndio maana analazimisha sana kuwa karibu na Anwari, pengine kutumia hiyo nafasi alionayo. Angalia piga kibega na kumweka mbali. Anwari pia jaribu kujibu, lakini bado Lang anakuja mazima. Angalia hiyo tende ambayo kwa right hand ambayo ilienda moja kwa moja, Lang akimpelekea Mlawa, lakini kaifyonza na haijamletea madhara. Na pia anajibu huku wameamua kutoogopana na hakuna mambo na linda nilichokipata. Kila mmoja anajaribu kutaka kumtumikisha au kumpa adhabu mwenzie. Raundi ya mwisho kwenye sekundi ambazo zimesalia, nini ambacho kinaenda kutokea? Jab hiyo, Anwari anaondoka. Ndio mchezo ambao tulitegemea pengine labda tutauona kwa mtindo wake ule wa kuondoka kwenye mguu ambao leo utanguliza. Lang pia naona kama kuna muda anataka kujaribu kuchange stance, lakini bado ameoa kwenye kona, kutoka na kuja akiendelea kumfuata zaidi. Sekundi ambazo zimesalia, je, kuna chochote kinabadilika? Pambano limekamilika kwa raundi zote 8. Beast El General Anwar Mlawa dhidi ya Stephen Olang, wote wanafurahia, wanasema wana game nzuri, safi sana, mchezo mzuri, fair play, watu wote. Huu ndio kitu ambacho tunapenda kukiona kutoka kwa wana michezo. Baada ya mchezo kumalizika, ni undugu sasa kuanza kupiga stories hapa na pale kwamba ulikuwa bora wapi, nini ambacho ukifanye. Lakini Aidan, ukirate pengine pambano hili unaweza kuweka kwenye daraja gani hasa kwenye eneo la kiufundi? Matokeo ninayo mkononi hivi sasa, and here are the results. Judge number 1 scored 77-75. Judge number 2 scored 77-75. Judge number 3 scored 78-74. Na haya ndiyo matokeo. Judge namba 1 ametoa 77 kwa 75, judge namba 2 77 kwa 75, na judge namba 3 78 kwa 74. Kwa hivyo hii ni unanimous decision. Ladies and gentlemen, mshindi
ni kutoka red corner, Anwari Mlawa.